Mkutano wa serikali za dunia ulioanza tangu siku ya Jumatatu unaendelea nchini Dubai, ukiwakutanisha wakuu wa nchi, mawaziri, wataalamu na wajasiriamali kujadili mifumo mipya ya utawala. Hii ni TriGen Media, na mambo yanayojadiliwa katika mkutano huo yanalenga akili mnemba, mabadiliko ya kidijitali na uwezo wa serikali kuhimili changamoto za kesho katika kipindi hiki cha mabadiliko makubwa. Waziri wa Tehama, Sayansi na Ubunifu wa Ufalme wa Lesotho, Mthati Morosi, anasema serikali yake inatafuta ushirikiano ili kuwezesha mabadiliko yao ya kidijitali. Waziri Morosi anasema kuwa tunaanza safari hii tu, tunataka kuufanya uchumi wa Lesotho kuwa wa kidijitali. Kwa hivyo tunatafuta washirika na hii ni fursa nzuri, amesisitiza. Taifa la Senegal kwa upande wake limesema kuwa kuundwa kwa serikali za kesho kunategemea zaidi katika uwekezaji kwenye rasilimali watu, ambapo kwa taifa hiyo ndiyo nguzo muhimu ya ajenda ya mabadiliko ya mwaka 2050. Kuwekeza kwa vijana kunawaelimisha, kuwaongoza na kuwawezesha vijana kupata ajira bado ni changamoto kubwa. Amebainisha hayo Dr. Birom Oloba, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa ofisi ya uendeshaji ya uratibu na ufuatiliaji wa miradi na program za serikali. Lakini leo kipaumbele cha serikali mpya ni kuvutia wawekezaji, kusindika bidhaa za ndani ya Senegal, kuunda thamani ya ziada na kutoa ajira. Hii inahitajika kijana aliyefunzwa vizuri na mwenye mwelekeo mzuri na wenye maono wazi, ameongeza. Mkutano huo umewashirikisha wawakilishi kutoka serikali 150, ambapo Falme za Kiarabu ndio waratibu wa mkutano huo. Serikali nyingi sasa zinatumia mifumo ya kidijitali kama e-government kusimamia kumbukumbu, ukusanyaji wa mapato, uchaguzi na mawasiliano ya umma, jambo ambalo limepunguza urasimu na kuongeza uwajibikaji. Vilevile, teknolojia imeimarisha usalama wa kitaifa kupitia matumizi ya mifumo ya kijasusi, kamera za ulinzi na uchambuzi wa data, huku pia ikirahisisha ushiriki wa wananchi katika masuala ya utawala kupitia mitandao ya kijamii na majukwaa ya mtandaoni. Barani Afrika, athari hizi zimeonekana kupitia kuimarika kwa huduma za kielektroniki, mifumo ya malipo ya kidijitali na matumizi ya teknolojia katika sekta kama afya, elimu na kilimo, na hivyo kutoa uga mpana pia wa serikali hizo kukosolewa pale wanaposhindwa kuwajibika, ambapo kila kitu kinaweka peupe kupitia teknolojia. Hii ni TriGen Media na mimi ni Edith Peter.